kusudi la msingi la utolewaji wa agizo la zaka ni nini? Maana mambo ya Walawi imeeleza vizuri, tena zaka yote ya nchi kama ni mbegu na nini ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Lakini kusudi la msingi la utolewaji wa agizo la zaka ni nini? Agizo la zaka lina chimbuko lake tangu wakati wa Adamu na Hawa. Halianzii katika kipindi chetu, halianzii ndani ya hii miaka 2000. Lina chimbuko kutokea uumbaji kwa Adamu na Hawa hadi hapa tulipo. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema chimbuko lake katika bustani ya Edeni. Katika suala la bustani ya Edeni, kanuni ya zaka ilikuwepo katika bustani ya Edeni. Ikoje hiyo? Kanuni ilitolewa wakati ambapo hapakuwepo na mhudumu wa injili wala kanisa. Kwa hiyo ukitumia kigezo ya kwamba ni ili wahudumu wa injili wapate chakula, sawa, ni kweli, lakini mantiki yake tangu mwanzo wa uumbaji wa Adamu na Hawa, tukirudi kwa Adamu na Hawa, hapakuwa na wahubiri wa injili. Alikuwepo Adamu alafu na Hawa, lakini bado msingi wa zaka ukawa umewekwa pale. Na umewekwaje? Katika bustani ya Edeni kuna miti miwili Bwana aliweka mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na nini na mabaya. Hii miti miwili ambayo Bwana aliweka katika bustani ya Edeni, mti wa ujuzi wa mema na mabaya, alafu mti wa uzima, ni kipimo kikubwa kwa Adamu na Hawa. Huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya haukuwekwa tu, uliwekwa kwa kusudi la kumnufaisha Mungu. Haukuwekwa kwa kusudi la kumnufaisha Mungu kwa lolote. Paliwekwa agizo la kutokugusa au kutokutumia, ambalo lilitolewa kama kinga kwa mwanadamu, ili huyu mwanadamu asije akamsahau Mungu kama muumbaji na mmiliki wa vitu vyote. Kwa hiyo baada ya Adamu kuumbwa na Hawa, wamewekwa kwenye bustani ya Edeni, na kipimo chao cha kumkumbuka Mungu ya kwamba ni muumbaji kimewekwa katika mti wa bustani, mti wa ujuzi wa mema na mabaya, wakiruhusiwa ya kwamba wale vitu vingine vyote, lakini wasiguse matunda ya mti wa ujuzi wa mema na nini na mabaya. Kwa hiyo kipimo kikubwa kiliwekwa cha habari ya mwanadamu kuonesha utii, kumkumbuka yeye aliye muumbaji tokea kwa Adamu na Hawa. Na swala hili ilikuwa muhimu kuweka kinga ya kulinda uhusiano wa mwenye mali na wakili, ya kwamba yeye ambaye ndiye muumba ameweka mipaka, yeye ndiye mwenye mali, alafu Adamu kama mwangalizi, wakili, tayari mipaka iko pale. Sikia nikwambie, binadamu alipaswa kusimamia yale Mungu aliyoumba. Mungu miliki na kudumisha uwepo. Kwa hiyo sisi tuna kazi ya kulinda, kusimamia yale ambayo Mungu aliumba, yale aliyoyaumba huyu Mungu.
Na hivyo basi neno linatangaza wazi ya kwamba binadamu hana uwezo wa kulinda, kuukarabati ulimwengu. Yeye aliye na uwezo wa kulinda na kukarabati ulimwengu huu ni yule aliyeuumba peke yake. Hali ya ulimwengu inapochafuka, anayeweza kurudisha katika asili ni yeye aliyeumba. Hii ni kazi ya Mungu pekee ambaye ndiye muumbaji. Unajua, mwanadamu hakuruhusiwa kuula mti wa ujuzi wa mema na mabaya, hakuruhusiwa kuugusa. Hali kadhalika, sikia, sababu ya kurudisha zaka haikuwa kutegemeza kazi ya Injili. Bwana hana haja ya fedha zetu wala mali zetu. Unajua, raha ni moja. Nikisoma Biblia ninamjifunza Mungu mwenye uwezo wote. Ukitaka uhakikishe ya kwamba yeye ni mwenye uwezo wote, wakati wa ziara ya taifa la Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani, wanafika mahali ambapo mpaka wanaulizana, hivi katika jangwa hili nyama itapatikanaje? Mungu muweza wa yote anaagiza kware, wanatoka huko wanakuja kumwagika katika kambi za Israeli, na Israeli tu ananyanyuka na kuokota. Kwa hiyo Mungu hana haja ya fedha zetu wala mali tulizo nazo. Jana tuliona kabisa ya kwamba wewe huna chochote. Wewe mwenyewe ni wa Mungu. Nguvu ulizo nazo ni za Mungu. Kila unachokitazama ni cha Mungu. Watoto ulio nao ni wa Mungu. Mke uliye naye ni wa Mungu. Mume uliye naye ni wa Mungu. Kwa hiyo wewe huna chochote. Mungu hana haja na hivyo, maana hivyo vyote yeye anatangaza ya kwamba ni vyake. Kwa hiyo ikiwa wewe unadhania tu ya kwamba ninapaswa kuleta zaka ili nitegemeze kazi ya Injili, ninapaswa kuleta zaka sio ili kanisa liwe na nini, hapana. Swala ni moja tu ya kwamba Bwana hana haja ya fedha zetu wala mali zetu. Hasa nisikie vizuri hapo. Unaweza ukakutana na kanisa lina zaka ya milioni 10, lakini ukiangalia hiyo zaka ni ya mtu huyu mmoja. Kama ungetembea ya kwamba milioni 10 inatosha, hakuna haja tena, ina maana kusingekuwa na haja ya kufundishana, maana si tayari tumefikia goli. Zaka haipimwi na kiwango cha milioni 10, inapimwa ni wangapi wanaohusika katika hiyo zaka. Haleluya. Na tutatofautiana, maana mwenye uwezo wa milioni 10 ni katika 10. Halafu mwenye uwezo wa shilingi 100 hatasema ya kwamba kwa vile wa milioni 10 wametoa, basi sisi wa 100 tumesamehewa. Wa 100 anapaswa alete zaka ya 100. Halafu wa 1000 alete zaka ya 1000. Halafu wa 500 alete zaka ya 500. Halafu wa milioni alete zaka ya milioni. Kwa hiyo kwa maana hiyo kila mmoja wetu anapaswa kuleta. Hii inathibitisha ya kwamba huyu Bwana tunayemwabudu hana haja ya fedha zetu wala mali zetu. Sasa anahitaji nini? Unajua, sikia, Bwana huwa yeye anaweza kufanya kazi yake bila sisi, wala yeye hakwami. Anaweza akafanya kazi yake bila wewe. Anaweza hivi, unajua, yeye hakutegemei wewe, hanitegemei mimi, ila mimi ninamtegemea yeye. Na hivyo yeye anaweza akafanya bila wewe. Na hapa ndipo pana uzito. Wakati mwingine kuna watu tumevimba vifua,
Anasema unajua ni mimi tu. Kama sio mimi kazi haiendi. Lazima nikwambie umejidanganya. Wewe sio kitu. Huyo aliyekupa karama ya kufanikisha jambo fulani anaweza akaotesha karama kwa mtu mwingine hapo, na kazi ikaenda. Kwa hiyo ukibaki kwa namna hiyo unachelewa. Kwa hiyo huyu bwana anaweza akafanya kazi yake bila sisi wala hapana. Na ndio maana jana tulipotiririka kwenye mafungu ya mwanzo, yeye anatamka tu iwe inakuwa, iwe inakuwa. Yeye kwa bahati anaweza akabadilisha jangwa. Katika Zaburi ya 50 aya ya 10, Daudi anaimba wimbo huu 50:10 hadi 12. Neno la Bwana linasema, maana kila hayawani ni wangu, na makundi juu ya milima elfu, na wajua ndege wote wa milima, na wanyama wote wa mashamba ni wangu. Kama ningekuwa na njaa singekuambia, maana ulimwengu ni wangu na vyote vijazavyo. Haleluya! Ulimwengu ni wangu na vyote vinavyojaza ulimwengu, anasema ni vyangu. Na jana tumeona ya kwamba hata fedha ni yake, na yeye mwenyewe anasema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema nani? Bwana. Kwa hiyo wewe na mimi hatuna cha kujivunia, vitu vyote ni vya Bwana. Haleluya! Nini anachotaka kuona Bwana? Anataka urudishe zaka kama utii wako kwake. Haleluya! Kutambua ya kwamba yuko aliyekuumba ni amri ya Mungu. Kwa hiyo swala la kurudisha zaka, zaka ni utii wako kwa Mungu, yeye aliyekuweka kuwa mwangalizi wa fedha, yeye aliyekuweka kuwa mwangalizi wa mali. Utii wako kwake ni kurudisha 10% ya pato. Lakini anataka tumtolee sadaka ambayo ni 10% na zaidi. Maana sadaka, unajua zaka haichaguliwi. Zaka ni kitu cha 10. Zaka katika wanyama ni yule atakaye kuwa wa 10, atakayeangukiwa na fimbo wa 10 ni zaka. Awe mlemavu, awe chogo, ni zaka, habadilishi. Lakini ukizungumzia swala la sadaka, Biblia inaweka wazi sadaka inachaguliwa iliyonona. Haleluya! Hawezi ukaleta sadaka ambayo kwamba na yenyewe tu ile ambayo sadaka inatakiwa iliyonona, sadaka ambayo ni bora, kitu ambacho ni bora kuliko vingine, ambayo sadaka ni tangazo la upendo wako kwa Mungu. Ninampenda mtu anayeitwa Nuhu. Katika historia kwenye kitabu cha Mwanzo, huyu Nuhu anapotoka safinani hakimbilii kwenye kukamata vipande vya ardhi. Jambo la kwanza, anamjengea Bwana madhabahu, alafu anamtolea Bwana sadaka. Haleluya! Anamtolea sadaka. Kwa hiyo Mungu tunayemwabudu ametuwekea kipimo cha kwanza cha utii, kinachofanya tutambue tumeungwa na yeye. Lakini ametuwekea kipimo cha pili cha upendo, kinachofanya tutambue ya kwamba tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika Kalvari. Sisi ni wa Mungu kwa uumbaji na ni wa Mungu kwa ukombozi. Haleluya! Jioni hii na iwe jioni ya pekee. Dhamiria maishani mwako kuwa mwaminifu katika kurudisha zaka na sadaka.